Simba. Hongera mama. Unanipeleka huko. Ilikuwa ni ngumu au rahisi kwa kiasi gani, na umeandika historia CEO, umefika nusu finali muda mrefu. Tumeandika historia. Hii kazi sio ya mtu mmoja, ni kazi ya mashabiki wote, viongozi wetu, benchi la ufundi, wachezaji, lakini vile vile kwa kiwango cha pekee ningependa kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu wote tunafahamu kwamba uwanja huu ulikuwa umefungiwa kwa ajili ya kufanya maboresho mbalimbali, lakini serikali ilionyesha imani yao kwetu sisi na kuweza kukamilisha hayo maboresho kwa wakati. Kwa hiyo kwa kipekee nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia, lakini vile vile nimshukuru kwa zawadi yake ambayo ametoa kwa timu yetu, imekuwa ni motisha ya kutosha. Lakini kwa kipekee nimshukuru rais wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club na mwenyekiti wetu ndugu Mohamed Dewji, mwenyekiti wa klabu Bwana Murtaza Mangungu, wajumbe wa bodi pamoja na mashabiki wote, viongozi waandamizi wa sasa na wa zamani, kwa kuonyesha ushirikiano mkubwa. Madam, share na sisi experience ya dakika 90 kabla ya kuingia kwenye penalty. Ilikuwa ni namna gani kwako? Kwangu mimi? Kwangu mimi ilikuwa ni experience ya imani. So imani tu, lakini ya kujiamini zaidi, kwa sababu unaamini kwamba kazi iliyofanyika ndani ya hizi siku chache kurekebisha makosa yaliyofanyika kule Egypt ilikuwa ni kubwa sana. Wachezaji wetu walikuwa committed, benchi la ufundi lilikuwa committed, lakini zaidi ya yote nilikuwa sina wasiwasi. Tunaye goalkeeper mzuri, tunawapiga penalty wazuri, na wote tumeona matokeo yameonesha jinsi gani ambavyo tuna kikosi bora. Kocha Fadlu mara nyingi amekuwa akizungumza, anasema hii Simba bado sana, tunaendelea kuijenga. Tunategemea kuiona Simba bora zaidi ya hii. Naamini hivyo ni kwa sababu tunaye kocha ambaye wote kwa pamoja mnakiri kwamba ni kocha ambaye ameonyesha utofauti katika mpira. Ameonyesha kwamba mpira sio tu ni kipaji, lakini sio tu mchezo wa kawaida, lakini pia mpira ni sayansi. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini katika benchi lake la ufundi, na tunajua kwamba mambo makubwa yatafanyika. Unaiona Simba ikichukua ubingwa wa shirikisho la soka Afrika? Ili tunabeba.